utahangaika maisha yako yote, utafanya kazi katika kila kampuni, utaajiriwa na serikali, utafanya mabiashara yako, madamu Qur'ani umeiweka nyuma, madamu Allah umemweka mgongoni, humtaki Allah wala humtaki mtume wake, hutaki kusoma Qur'ani, basi utahangaika maisha yako yote na hutawahi kufanikiwa. Kisha katika jambo lingine ambalo kwamba unatakikana ulifanye katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, inasema al-istidad bil Qur'an, ni kujiandaa kuisoma Qur'ani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba imeteremshwa Qur'ani, na yatakikana wewe Muislamu ulioamini ujiandae na kusoma Qur'ani, kwa sababu fa Ramadhan huwa shahrul Qur'ani, kwa sababu Ramadhani ndiyo mwezi ambao kwamba umeteremshwa Qur'ani. Kwa hiyo mwanadamu unachotakikana ni uanze kufungua mswahafu, yaani kuanzia leo Ramadhani ya kwanza uanze kufungua mswahafu. Hata kama kwa siku utasoma ukurasa mmoja, basi jitahidi hata kwa siku usome ukurasa mmoja tu. Usisome sura nzima au usisome juzu mzima au mashafu mzima. Soma ile ukurasa mmoja, uhakikishe kwa siku ngawa umesoma ukurasa mmoja. Lau kama unayo uwezo ama unayo bidii ya kuendelea kusoma, zidisha, soma sura moja au soma juzu moja, au kama hata una uwezo zidisha juzu 2, 3, lakini usikubali siku yako ipite bila kusoma Qur'ani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mwenye kuupa nyongo ama mwenye kuipa nyongo Qur'ani yangu, mwenye kuwapa nyongo maneno yangu, yani akasahau kwamba kuna Qur'ani, akasahau kwamba kuna maneno ya Allah, akasahau kwamba kuna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema atampa maisha ya dhiki hapa duniani. Yani wewe mwanadamu, iwe wapita wiki, wapita siku, wapita wiki, wapita mwezi, wewe hushiki Qur'ani kabisa. Yani wamaliza wiki bila kugusa Qur'ani, wamaliza mwezi bila kugusa Qur'ani, wengine wamaliza mpaka mwaka bila kugusa Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ameshatukua ahadi, na Allah subhanahu wa ta'ala akitukua ahadi ni lazima aitimize. Angalia, Allah alituahidi kwamba tumuombe na yeye atatujibu, na ni kweli tukimwomba Allah anatujibu kwa kile tunachokitaka. Na